Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Leo tunakwenda kujifunza neno la Mungu. Kichwa kinasema ya kwamba Mungu anatubariki kwa ajili ya jina lake. Yaani Mungu anatenda kwenye maisha yetu sio kwa sababu kwa ajili yetu, bali kwa ajili ya jina lake. Somo linatoka Ezekieli 36 mstari wa 20 mpaka 22. Neno la Mungu lasema, nao walipoyafikiria mataifa yale walioyaendea, walilitia unajisi jina langu takatifu, kwa kuwa watu walinena wakisema, watu hawa ni watu wa Bwana, nao wametoka katika nchi yake. Lakini naliwahurumia kwa ajili ya jina langu takatifu. Unaona, anasema lakini naliwahurumia kwa ajili ya jina langu takatifu, ambalo nyumba ya Israeli walikuwa wamelitia unajisi katika mataifa walioyaendea. Kwa hiyo na waambieni nyumba ya Israeli, Bwana Mungu asema hivi, sitendi kwa ajili yenu, nyumba ya Israeli, bali kwa ajili ya jina langu takatifu mliolitia unajisi katika mataifa mlioyaendea. Kwa hiyo utaona anasema ya kwamba sitendi kwa ajili ya jina lenu, kwamba Israeli walipokuwa wamemkosea Mungu, wamechukuliwa mateka, anasema kule, kutokana na matendo mabaya waliokuwa wanayafanya, anasema kule walilitia jina la Mungu najisi. Lakini sasa Mungu anasema ya kwamba jumlisha na wao kulitia jina lake unajisi, kwa kuwa rehema za Mungu ni nyingi. Biblia anasema ya kwamba hatuangamii kwa sababu rehema za Mungu ni nyingi, ni mpya kila siku asubuhi. Anasema ya kwamba sitendi kwa ajili ya jina lenu, maanake ni siwabariki kwa ajili ya jina lenu, siwalindi kwa ajili yenu, kwamba ninatenda kwa ajili ya jina langu. Kwa hiyo utagundua ya kwamba ni mapenzi ya Mungu atubariki. Kwa hiyo ina maana kile kitendo tu umeokoka, umekuwa ni mtu wa Mungu, tayari wewe ni balozi wa Mungu, wewe ni balozi wa Yesu, unamwakilisha yeye. Hata kwenye ubalozi wote wa nchi, balozi atakachokifanya ina maana anawakilisha nchi yake, na yule balozi ina maana analishwa, ananyweshwa, anatendewa kwa ajili ya nchi ambayo anaiwakilisha. Kwa hiyo ina maana hapa duniani Mungu anakufanyia wewe kwa ajili ya jina lake, kwa sababu wewe unamwakilisha yeye. Kwa hiyo utagundua ni mapenzi ya Mungu akubariki kwa ajili ya jina lake. Ni mapenzi ya Mungu uwe na nyumba nzuri kwa ajili ya jina lake. Ni mapenzi ya Mungu uwe na uchumi mzuri kwa ajili ya jina lake. Ni mapenzi ya Mungu watoto wako wawe na tabia nzuri kwa ajili ya jina lake. Ni mapenzi ya Mungu uwe na gari zuri, uwe na maisha mazuri kwa ajili ya jina lake, sio kwa ajili yako. Kwa hiyo ikifikia mahali ukiona ya kwamba baraka za Mungu kwenye maisha yako sio kwa ajili yako, sasa ingine inafika mbali kabisa, unaona kwamba hapa Mungu nimemkosea. Lakini jumlisha umefanya mambo ambayo yanalitia jina lake unajisi, lakini akifia kukutendea, kwa kweli ni mtu wake, anafanya kwa ajili yake. Na ndio maana kuna sehemu nyingine amesema kwamba hivi, ninakusamehe makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Kwa hiyo utakuta Mungu anafanya ili jina lake litukuzwe. Kwa hiyo naomba fikra zako zibadilike, ujue ya kwamba unabarikiwa kwa ajili ya jina la Mungu. Biashara yako inabarikiwa kwa ajili ya jina lake, kwa sababu biashara yako ikifanya vibaya, watasema angalia duka la mlokole alifanya vizuri, au ndoa yako ikafanya vibaya, wataanza kumcheka kwamba yule angalia mwokoka, lakini ndoa yake cheki ilivyo. Kwa ndoa yako Mungu anataka iwe na amani kwa ajili ya jina lake. Biashara yako au kampuni yako ifanye vizuri kwa ajili ya jina lake. Watoto wako wawe na tabia njema, wafollow kwa ajili ya jina lake. Kwa hiyo kila ukijua ya kwamba kila kitu Mungu anafanya kwa ajili ya jina lake, utaacha kujihukumu na utajua kwamba ni mapenzi ya Mungu sasa kumbe nifanikiwe na nisonge mbele. Kwa hiyo utaambia mtu wa Mungu ya kwamba ni mapenzi ya Mungu ufanikiwe, kwa Mungu hakufanikishi wewe kwa ajili yako, bali kwa ajili ya jina lake. Ubarikiwe na Yesu. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Amen.